Leo zilikuwa zinakuja kesi mbili. Moja kesi ya uhaini, nyingine kesi ya kutoa taarifa ambazo sio za kweli. Kwenye kesi ya uhaini wamesema kwamba upelelezi bado haujakamilika. Lakini sisi tukasisitiza kwamba upelelezi lazima ukamilike. Mahakama ikatoa amri mbili. Amri ya kwanza ikasema kwamba kesi itakuja tarehe 2 mwezi wa 6, lakini pia upande wa serikali wahakikisha wanakamilisha upelelezi tarehe hiyo na kutoa taarifa wamefikia wapi kwenye hatua ya upelelezi kesi ya uhaini. Lakini pia mahakama ikasema kesi haitasikilizwa tena kwa njia ya mtandao, itasikilizwa kwa njia ya kawaida. Kwenye kesi ya kuhusiana na kutoa taarifa za uongo, kesi hiyo inakuja pia leo kwa ajili ya kusikiliza hoja za awali. Kwa hiyo hoja za awali zimesomwa na maelezo ya awali yamesomwa na Mheshimiwa Lissu amekubali kuhusu taarifa zake binafsi yeye na anapokaa na shughuli zake, na anakubali kwamba alikamatwa na ameshtakiwa makosa matatu. Lakini taarifa zingine kuhusiana kwamba ametoa taarifa ambazo sio za kweli amekataa. Amesema taarifa hizo zizungumza vitu alivyovisema katika makosa yote matatu anasema ni ya kweli. Kwa hiyo ni jukumu sasa la upande wa serikali kuja kutoa ushahidi kusema kwamba ni za kweli au sio za kweli. Lakini mahakama imetoa amri kadhaa kwenye hiyo kesi ya kutoa taarifa za uongo. Kwanza kesi na yenyewe itakuja tarehe 2 mwezi wa 6 kwa ajili ya kuanza kusikilizwa, mashahidi waletwe. Lakini pia imetoa amri kwamba upande wa utetezi wapewe maelezo ya mlalamikaji. Kama kuna mtu anaenda kulalamika polisi, yale maelezo yale tupewe sisi upande wa utetezi. Kwa hiyo hizo ndo amri ambazo mahakama imezitoa. Kimsingi upande wa serikali wamekuja kusema kwamba kuna mambo hawajakamilisha, lakini hawajasema ni mambo yapi. Na sisi hatujakubaliana hiyo hoja zao. Lakini kwa sababu mwisho wa siku mahakama ndio inatoa uamuzi, mahakama imezidi kusisitiza kwamba kamilisheni huo upelelezi ili tusiwe tunakuja kuahirisha kila siku ili shauri. Kwa hiyo imewaelekeza upande wa jamhuri kuhakikisha kwamba tarehe inayokuja waje watoe taarifa kamili. No, sisi tutazidi kuisisitiza mahakama kwamba isimamie maamuzi yake, kwamba haiwezekani kuna mtu yuko juu ya sheria. Mahakama itoa amri afu mtu anadharau. Kwa hiyo tutaiambia mahakama ione kwamba inadharauliwa inapotoa amri zake. Hayo ndio mambo ambayo tutayafanya. Hii ni hatua moja hapo. Tumeona kwamba kuna baadhi ya watu wameruhusiwa kuingia, wengine wameshindwa kuingia kwa sababu ya namba ya watu, idadi kubwa ya watu waliokuja. Tunaelewa kwamba chumba hakitoshi, lakini tunaisisitiza mahakama kwamba ijaribu kuweka miundombinu ya kuhakikisha kwamba watu wote wanafika. Weka speaker hapa, weka TV hapa, ambaye anataka akae hapa nje hata kama atapigwa na jua, lakini anasikiliza kesi yake. Yes, anataka kusikiliza na ndani ya kutosha. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo tunafikiri mahakama inatakiwa ichukue hatua kuweka vitu vya namna hiyo. Lakini kwa uamuzi ule wa kuruhusu kwamba watu waje wasikilize shauri ni uamuzi mzuri, kwa sababu mahakama ni wazi. Kama kuna haki ionekane ikitendeka. Kimsingi tumesikitika sana kwa sababu kuona kwamba waziri wa katiba na sheria wa zamani wa Kenya anazuiliwa kuingia Tanzania, wanasheria kutoka East African Law Society wanazuiliwa kuingia Tanzania, jaji mkuu wa zamani wa Kenya Willy Mutunga alimezuiliwa kuja Tanzania. Achana huyu CJ Malaga ambaye amefanikiwa kuingia, lakini mwingine alizuiliwa kuja Tanzania na wamerudishwa kwao. Kwa hiyo sisi tunaona sio alama nzuri sana kwenye demokrasia, especially kwa nchi za Afrika Mashariki, kuona tunafanya jambo kama hilo, kwa sababu international observers kusimama kuangalia ni jambo la kawaida na jambo la kisheria. Lakini tunasikitika zaidi kwa sababu hakuna sababu ya msingi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna sababu kila mtu angeelewa, kama ni swala la usalama, kama ni nini, kama ameleta fujo, kama amekataa kutoa utambulisho, unaelewa. Lakini hamna sababu ya msingi. Kwa labda mkiwahoji polisi watawaambia kwa nini wamewazuia na kuwarudisha kwao. Lakini so far si hatujiona sababu ya msingi. Kwa hiyo tunaona sio ishara nzuri kwenye nchi yetu. Mimi naitwa Jebla Kambole, ni miongoni mwa wakili wa utetezi. Asante.